njia ya pili min wasaili taallumi almar'ati as-salafiyya diniha, miongoni mwa njia za mwanamke wa kisalafi kujifundisha dini yake ni wasailu ma'nawiyya, ni zile njia za kimaana, بتعلم الكتب au بتعلم العلم من الكتب, na hilo ni kujifundisha ilmu kutoka katika vitabu mbalimbali vya kiilmu. Kachukua sahihi al-Bukhari, kachukua ilmu ndani yake, hifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika Sahih Muslim na hifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Chukua Riyadhus Salihin, nasoma hadithi za Mtume sallam. Chukua Qur'an, mushaf, nasoma Qur'an. Hiyo ni njia ya kutafuta ilmu ma'nawiyan, ya kimaana. Nachukua risala mbalimbali za kiilmu unasoma, majarida mbalimbali ya kiilmu unasoma. Hiyo inaitwa ni wasailu ma'nawiyya, njia za kimaana. Usiwe mvivu ewe mwanamke, jitahidi kusoma ilmu kupitia njia hiyo. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله سلوك الطريق, na hii ni kwa sababu gani? Mtume alayhi wasallam anasema man salaka tariqan, yote mwenye kupita katika njia, yatlubu fihi ilman, akitafuta ndani ya njia hiyo ilmu, salakahu Allahu bihi tariqan ila aljanna, Allah atampitisha katika njia peponi kupitia njia yake hiyo. Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen akasema suluku at-tariqi, kupita katika njia kutafuta ilmu, yashmalu at-tariqa al-hissi, panaingia ndani yake, panakusanyika ndani yake njia ya kihisia, alladhi taqra'uhu al-aqdam, ambayo miguu yako wewe mwanamke inatakiwa ifanye igonge katika ardhi. Mithl an ya'ti al-insanu min baytihi, mfano mtu kutoka nyumbani kwake, ila makani al-ilm, kwenda katika sehemu ya kushukulia ilmu, kusomea ilmu. سواء كان مكان العلم مسجدا, سواء مسكيتي au madrasatan au ni madrasa au kulliya au meenda chuo kikuu au ghairi dhalik, au sehemu nyingineyo ambapo panafundishwa ilmu. Wa min dhalika aidha ar-rihlatu fi talab al-ilm, vile vile kufunga misafara ukaenda kusoma ilmu. An yartahila al-insanu min baladihi ila baladin akhar, mtu akatoka kutoka mji wake kwenda mji mwingine kwa ajili ya kwenda kuchukua ilmu. Fahadha salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, huyu pia amepita katika njia akitafuta juu ya njia hiyo ilmu. Amma athani, ama njia ya pili, fahuwa at-tariqu al-ma'nawi, hiyo ni njia ya kimaana. Wa huwa an yaltamisa al-ilm, hiyo ni kutafuta ilmu min afwahi al-ulama, kutoka katika vifua vya au vinywa vya maulama. Wa min butuni al-kutub, na kutoka katika vitabu. Ukachukua rikoda yako, umechukua redio, unasikiliza pale sauti, kwa hiyo unatafuta ilmu kimaana, unasikiliza darsa muhadhara kwenye redio au simu yako, hapo unatafuta ilmu kimaana. Au umechukua kitabu na kisoma, hiyo hapo unatafuta ilmu kimaana. Falladhi yuraji'u al-kutub, bas yule ambaye anapitia vitabu vimejaa kibao, inatakiwa ifanyiwe kazi. Chukueni vitabu msome, vinataka watu kusoma hivi vitabu, si kwamba vimewekwa kwa ajili ya mapambo, bali mnatakikana msome. Mnachukua kitabu leo, tuchukue kitabu fulani tasoma, panapowashinda mnauliza kusoma ilmu, unajizoesha taratibu. Baada ya muda fulani unajikuta unaweza masaili mbalimbali ya kiilmu. Msiogope hivi vitabu. Tayib, kwa hiyo falladhi yuraji'u al-kutub, yule ambaye anarejea vitabu, basi huyo anaingia kuwa ni katika watu wanaotafuta ilmu, lil'uthuri ala hukmi mas'ala, kwa ajili ya kutafuta mas'ala fulani ya kiilmu. Huyo anaingia kuwa ni katika wanaotafuta ilmu. Wa in kana jalisan ala kursiyyi, hata kama amekaa juu ya kiti chake,
fa innahu qad salaka tariqan, hakika yeye amepita katika njia yaltamisu fihi ilma, akitafuta katika njia hiyo ilmu, walau kana jalisan, hata kama atakuwa ni mwenye kukaa. Fasuluku at-tariqi yanqasim kama sami'tum ila qismain, kwa kupita katika njia ya ilmu kunagawanyika katika vigao viwili kama mlivyosikia. Qismun yuradu bihi at-tariqu alladhi taqra'uhu al-aqdam, kigao cha kwanza ni ile njia ambayo unanyanyua hatua za miguu kwenda kutafuta ilmu. Wathani ambayo ni tariqun hisi, na njia ya pili yuradu bihi at-tariqu alladhi yatawassalu bihi ila al-ilm wa in kana jalisan, ni ile njia ambayo mtu anafikia kuipata ilmu hata kama amekaa kwenye kiti chake. Atakayepita katika njia hii au njia hii, sahala Allahu lahu bihi tariqan fil jannah, Allah anamfanyia sahali njia ya kuingia peponi, ya kwenda peponi. Kwa hiyo mnazo smartphone, zishughulisheni kutafuta masala ya ilmu. Ndio maana ya Sheikh kusema wasailu at-ta'allum fi zamanina sahlatun, njia za kutafuta ilmu mwanamke wa kisalaf katika zama zetu zenye kurahisishwa mno bihamdillah, na Allah ndiye wa kuhimidiwa. Wa mawaqi'il bahthi, na tovuti mbalimbali za kiilmu, takatafuta Sheikh Saleh Al-Fuzan ipo, Sheikh Albani ipo, maulama wote. Wa tatbiqat al-ilmiyya, na tatbiq za kiilmu na programu mbalimbali za kiilmu za kutafutia masala ya kiilmu za maulama, mutawaffiratun, ni nyingi mno. Fil ajhizati al-dhakiyya, katika vifaa janja kama vile smartphone, kompyuta na vifaa vinginevyo. Kwa hiyo hii ni darasa linakufundisha ayuha almar'a kuwa hautakikani kuwa mvivu, kwa sababu njia za kusoma ilmu zimerahisishwa mno zama zetu hizi. Zamani ilikuwa kupata Sahih Bukhari ni shida kweli, lakini hivi sasa ni sahlun, ni jambo jepesi mno. Hivyo mwanamke wa kisalafi hauna kisingizio cha kutosoma, na utaulizwa hii neema uliopewa na Mola wako mlezi na hauitumii. Nyie mnavyo vitabu humu ndani, msipovigusa hivi vitabu ni shida, msiviogope hivi vitabu. Tayib, tumeana mpaka hapo. Tayib, kwa hiyo tudhibitini hayo masail. Masala ya kwanza, wasailu ta'allum al-mar'ati as-salafiyya diniha, njia za mwanamke kisalafi kujifunza dini yake. Wa hiya ala qismain, nazo ziko za aina ngapi? Mbili, ambapo tumesema ni wasailun hissiyya na wasailun ma'nawiyya. Wasailun hissiyya ni kama wewe kutoka hapo kwenda msikitini, au katoka hapa ukaenda katika nyumba ya kiilmu iliyopangwa watu wasomee dini humo, hapo umepita katika njia ya kutafuta ilmu kihisia. Na wasailu maanawiya ni kama vile wewe kuchukua kitabu kama unasoma, rejea masala, hata daftari yako hiyo ambayo umedhibiti hizo fawaid, ukatenga muda ukawa unazipitia, hapo unahesabia kwamba unasoma ilmu kimaana. Au ukachukua smartphone yako ukafungua Sahih al-Bukhari ambayo ipo katika simu, au ukafungua Riyadhus Salihin au kitabu kingine chochote kawa unapitia, hapo unasema unatafuta ilmu kihisia. Wa hakadha, tumeona mpaka hapo. Kwa hiyo hata kikani mwanamke kuwa mzembe, hata kikiwi mwanamke kisalafi kuwa mvivu, kuwa mjinga, maana njia za kusoma ilmu yeye zimerahisishwa mno. Cha msingi tunachokuzingatia katika hizi ajhizatu dhakia, smartphone, kompyuta na vifaa vinginevyo, cha kuzingatia ni kuchukua, kuingia katika tovuti ambazo zimeaminika, kusikiliza sauti za maulama wa kisalafi, usisikilize kila anayezungumza. Hilo ndio jambo la msingi na la kuzingatia, kwa sababu wengi wamepotea kupitia hizi smartphone kwa kumsikiliza kila anayezungumza, akaingia katika kila tovuti anayoiona, kila group la WhatsApp anayoiona, kila group la Telegram anayoiona. La, inna hadha al-ilma din, fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Dini hii ni ilmu,
angalieni kwa nani mnachukua dini yenu, nani anakufundisheni, nani mnamsikiliza. Bagueni watu wa kuwasikiliza katika mashaikh ndani ya mitandao. Jua kwamba huyu ni mtu wa bid'a, usimsikilize. Khurafi, hizbi, usimsikilize. Usisome kitabu chake. Kabla hujasoma kitabu, kabla hujasikiliza sauti, hakikisha kwamba ni shekhi wa kisalaf ndipo unasikiliza au unasoma kitabu chake. والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.